Boy. Hamjambo? Nimewaiteni ni muda mrefu jamani hatujazungumza. Lakini kitu cha kwanza ni kuwashukuru sana kwa namna mnavyotupa ushirikiano serikali ya mkoa. Lakini ningependa kuhabarisha wana Kigoma kwamba mkoa wetu uko shwari sana, na kama wanavyojua tumekuwa na changamoto siku za nyuma kwenye unyang'anyi ziwani. Lakini tumekuwa tunafanya operations za kukamata uhalifu na kuzuia uhalifu. Kwa hiyo mpaka sasa kwa kweli tuna muda mrefu hatujapata matukio ya ziwani, ya unyang'anyi kutoka ziwani. Lakini kikubwa ni waombe sana wananchi waendelee kutoa taarifa wakiona kama kuna dalili zozote za uhalifu, tupeane taarifa tuweze kuchukua hatua. Lakini huu ushwari unanipa faraja sana, kwa sababu ushwari pamoja na kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinafanya kazi kubwa ya doria na misako na kukamata wahalifu ambao walikuwa huko nyuma wanafanya matatizo haya ya ziwani na maeneo mengine, lakini bado wananchi wetu wana nafasi kubwa, wamechangia kuhakikisha mkoa wetu unaendelea kuwa shwari. Lakini la pili, nitaka kuzungumzia tatizo la Ebola. Sisi tuko salama kabisa, hatuna shida yoyote. Na maeneo yetu yote ni shwari, na mkiangalia Manyovu, ukiingia tu Manyovu, wataalamu wetu wapo ambao wanafanya kazi Kigoma, lakini pia tumepata wataalamu kutoka Wizara ya Afya. Kwa hiyo kazi inaendelea vizuri na sisi hatuna Ebola. Kujitokeza vijana watu wawili tukawa na mashaka nao, lakini baada ya screening wakaonekana hawana tatizo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba sisi ni shwari sana, hatuna tatizo kama hilo, lakini bado tuna kila sababu ya kuchukua tahadhari. Na changamoto kubwa ambayo nimeiona kwetu huku ni swala la waingiaji haramu ambao wanakuja kupitia vipenyo ambavyo sio vipenyo ambavyo vimeruhusiwa. Nasema vipenyo vile vya mnaita nini, yani mipaka isiyo rasmi. Naomba nirudie hiyo nani yenu. Kwa hiyo kuna hii mipaka isiyokuwa rasmi ndio mingi. Kwa hiyo utakuta watu wanapenyeza kwenye mipaka isiyo rasmi, hizi mnaita panya roads, wanaingia kwa watu wetu, kwa wananchi wetu, wanajichanganya. Kwa hiyo niwaombe sana 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 watendaji wa kata, watendaji wa vijiji na viongozi wetu wa mitaa, wakiona mgeni yeyote basi watupe taarifa. Kuzuia kunasaidia sana kuliko kusubiri madhara yakaja, kwa sababu tukitegemea watu wanaopita kwenye vipenyo ambavyo ni rasmi ni wachache, lakini watu ambao wanapita kwenye vipenyo ambavyo sio rasmi ni wengi sana. Kwa hiyo ni rai yangu na ni ombi langu kwamba wananchi wakiona mtu yeyote ambaye ni mgeni sasa wakati huu, ni lazima waone umuhimu wa kutoa taarifa. Na mbaya zaidi, tumekuwa na tabia ya kuwaficha hawa wageni, wahamiaji haramu au wageni ambao hawapiti kwenye maeneo yetu ambayo ni halali, na wanaingia tu, tunawapokea, wanafanya kazi bila kutoa taarifa. Hasa kwa Ebola, kila mtu anajua matatizo ya Ebola ni matatizo makubwa, na ikitokea vifo vyake si vya kawaida, wote tunajua. Kwa hiyo niwaombe sana wana Kigoma, ukiona mtu yoyote ambaye ni mgeni na unaona kabisa hakufuata utaratibu, tupeane taarifa tuweze kuchukua hatua. Lakini tumepeleka register ya makazi. Kwa hiyo watu wetu, watendaji wetu, watendaji wa kata wanapita kwenye kila kata kwa ajili ya kuandika majina ya wale wote ambao ni wakazi kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wanahifadhi hawa wageni ambao hawakufuata utaratibu, sheria iko wazi, na nimwambia viongozi, nimwambia polisi na idara zinazohusika za uhamiaji, kwa wale ambao tutawakamata wanakuwa wamehifadhi mgeni bila kufuata utaratibu, tutawapeleka mahakamani kwa kosa la kuhifadhi mgeni ambaye hakufuata utaratibu. Sheria ipo. Kwa hiyo la msingi ni taarifa ambayo tunawapa. Ndugu zangu wana Kigoma, najua tumezoea kwa tunapokea kwa sababu sisi ni watu ambao tuna upendo. Sasa hivi si wakati sana wa upendo wa namna hiyo. Kila mtu anapoingia nchini kwako afuate utaratibu. Hii nchi ni ya kwetu wote, isiwe kama nisema shamba la bibi, mtu anaamua tu kuja kukaa bila kufuata utaratibu. Lakini ndugu waandishi habari, nitaka pia kuzungumzia swala la usafi wa mkoa, usafi wa hapa Kigoma na wilaya zetu zote. Imekuwa ni mazoea kuona uchafu kama ni jambo la kawaida, lakini taita watendaji wa kata
kwa maana kwamba wao wana kila sababu ya kuhakikisha kwenye kata zao zinakuwa salama, na tutakuwa na ushindanishaji kwamba kwa kila mwezi ni kata gani inaonekana ni safi kuliko kata zingine, na wale ambao ni watendaji tutakuja kubaini kwamba hawawajibiki, wasije wakalalamika tukichukua hatua. Hatuwezi kuwa na viongozi ambao ni wazembe, hawawajibiki kwenye maeneo yao. Lakini pia nishaongea na wakuu wa wilaya, nisingependa kwenye mkoa huu tuwe na uchafu wa aina yoyote. Halmashauri zetu ziwajibike kuhakikisha kwamba uchafu unahifadhiwa maeneo husika. Lakini pia wananchi wetu waelewe kwamba kama una mazingira ya uchafu kwenye maeneo yako, sheria ipo. Sheria ipo, usije kalalamika kwamba mkuu wa mkoa amekuja na sheria yake. Sijaja na sheria. Sheria zipo, halmashauri zetu zimeweka sheria ndogo ndogo kwa ajili ya kuona kwa maeneo yetu yanakuwa safi. Hatuwezi kila siku tunasikia mikoa ya Kilimanjaro wapi ndio wanapata hati safi za usafi, alafu sisi tunarudi nyuma. Kwa nini? Kila mtu awajibike kwenye nafasi yake kuwa na eneo la kuweka uchafu, na maroli yetu yakipita halmashauri yanakusanya uchafu yanakwenda kuhifadhiwa maeneo mengine. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, pia hili suala la wahamiaji haramu sio siri. Kwa siku wenzetu kutoka nchi jirani, sitaki kutaja, wanapenda kuja kwetu kwa sababu tuna kila aina ya vivutio. Wanakuja wanapofanya kazi kwenye mashamba, tunawalipa vizuri. Wanakuja wanapata huduma nzuri, wanakuja wananunua vitu mbalimbali. Lakini lazima tujue kwamba wahamiaji haramu, taratibu zipo za kisheria, wafate utaratibu. Sasa ninachoambiwa ni kwamba kwenye mabaa yetu, kwenye mahoteli yetu, kwenye maduka yetu, na hasa hapa Kigoma mjini, wamejaa wahamiaji haramu. Hii ni kutukosesha heshima kama Watanzania. Watanzania tuna kila sababu ya kulinda maeneo yetu. Wana Kigoma tuna kila sababu ya kulinda mkoa wetu. Sasa wale wanaofanya biashara ambao wanafikiri kwamba hawa wahamiaji haramu ni rahisi kuwatumia, niwaambie kwamba sio rahisi wanaofikiria. Hawa kesho na kesho kutwa ndio wanaweza kuleta tabu kwenye nchi yetu. Sasa wale wote ambao wanawahifadhi au wanawatumia hawa wahamiaji haramu, niwaombe na wapo wiki moja warudishe kwao. Waachie kazi na warudi kwao. Bila hivyo tutamkamata yule anayemtumikia, yule ambaye anafanya kwenye hoteli yako au kwenye gesi yako, tutakupeleka mahakamani kwa kuhifadhi mhamiaji haramu. Na yule ambaye anafanya kazi maeneo haya bila kuwa na vibali, nayo tutampeleka mahakamani. Tutakupeleka wewe ambaye unamhifadhi, lakini tutampeleka na yule ambaye ni mhamiaji haramu. Tusifike huko. Watanzania wengi wanatafuta kazi. Kwa nini umlete mtu jirani kuja kufanya kazi kwenye mkoa huu? Na mbaya zaidi ni kujidhalilisha. Nasikia wanazunguka tu, wanazunguka hapa, wanazunguka as if serikali haipo. Kwa hiyo ni angalizo langu kwamba hao wafanyabiashara wote wenye mbaba, wenye magesti, wenye nini ambao wanajua kabisa wana wahamiaji haramu, wawaruhusu, wawaachie waende kwao. Watanzania wetu wanahitaji kazi hizo na wanaweza kuzifanya kazi hizo vizuri. Na sio wanapenda hawa watu kwa sababu ya nini? Wanaambia wanapenda kwa sababu bei nafuu. Wengine wanasema ni wasichana wazuri. Sidhani kama kuna wasichana wazuri kuliko Watanzania, sio? Kwa hiyo ni mindset tu. Na Watanzania wetu wakina dada wanalalamika kwamba wamejaa kila mahala. Nafikiri jambo hili ni kuambia wenzetu ambao wanafanya biashara wafanye biashara kwa kufuata utaratibu. Pata pia ziara ya kwenda Burundi. Nilikuwa kama mgeni rasmi kule, kulikuwa kwenye maonyesho ya biashara. Lakini pia nilikwenda Kongo, Kalemi, takriban siku 4 kwa kuna maonyesho wanasema Expo Beto. Na maonyesho katika hizo nchi zote mbili yalifana sana. Kwa upande wa Burundi, baada ya maonyesho yale nilitembelea soko kuu la pale Burundi, Bujumbura. Kwa kweli waandishi wa habari, fursa yetu ni kubwa sana. Kwa sababu nimebaini mchele wetu kule ukifika wateja wanaukimbilia. Kwa hiyo tuna fursa ya mchele, tuna fursa ya mhogo, tuna fursa ya mahindi, tuna fursa ya vyakula kwenda Burundi. Lakini vivyo hivyo nimepata nafasi ya kwenda Kalemi, kwa maana Kongo. Nikaongea na wafanyabiashara wetu ambao ni wengi kidogo, lakini wanapeleka kiasi kidogo sana cha vyakula. Na nilipoongea na wafanyabiashara wa Kongo ambao wanakuja kuchukua vyakula huko kwetu,
wanasema wao kule hawalimi, hawajui kulima, wao wanachojua ni kuchimba dhahabu. Kwa hiyo 99.9% vyakula vyote vinatoka Tanzania, vyakula vyote vinatoka Kigoma, lakini vifaa vyote vya madukani vyote vinatoka Tanzania. Kwa hiyo baada ya kupita maeneo yale nikaona tuna fursa kubwa, wafanyabiashara wa Kigoma wa Tanzania, fursa kubwa ya kupeleka product zetu Kongo na hasa Karemi. Kwa hiyo tutaandaa utaratibu wa kuona namna gani wafanyabiashara tutakutana pamoja na wafanyabiashara wa hapa na wafanyabiashara wa Kongo Karemi, tuzungumze tuone njia nzuri ya kusaidia kupanua biashara kutoka Tanzania kwenda kwa wenzetu Karemi Kongo. Lakini changamoto ambayo nimeiona kule nikiwa bado niko kule, tarehe hiyo ambayo ilikuwa tarehe 30 mwezi Juni 2026, Watanzania wetu walivamiwa na majambazi na walikuwa na silaha nzito. Na bahati nzuri nilimtafuta governor wa kule wa Ziwa Tanganyika na mkoa wa Tanganyika, tukazungumza naye na niliacha wameahidi kutoa ulinzi kwa Tanzania wale. Lakini tumeona tuna kila sababu ya kamati zetu za usalama za wilaya ambazo wako karibu na wilaya na wenzetu wa Tanganyika, wa mkoa wa Tanganyika, waweze kukaa na kuzungumzia kuhusu swala la ulinzi na usalama kwenye maeneo yetu. Manake kama usalama ukiwa haupo, manake biashara haiwezi kwenda vizuri. Lakini kimsingi, waandishi wa habari, ninachojaribu kukisisitiza katika hili ni kwamba Watanzania wenzangu, hakuna fursa kubwa ya biashara kwa wenzetu Kongo, lakini tuna fursa ya biashara kwa wenzetu Burundi. Swala tutafute namna ya kujipanga, na bahati nzuri biashara yote inapitia Kigoma. Kwa hiyo wana Kigoma tuna fursa ya kuhakikisha kwamba tunafanya biashara na hawa majirani zetu. Ni swala la kujipanga tu. Kwa hiyo nitaitisha kikao, tukae tuone namna gani tunaweza tukatafuta wafanyabiashara wenye nguvu, tukajenga magara yetu hapa Kigoma. Kwa maana mtu anapotoka kama ni Karemi anakuja kununua hapa. Shida inayojitokeza ni kwamba kama anatoka Karemi anavuka hapa Kigoma, anaingia vijijini, maana atakwenda kununua kama ni mhogo, kama ni maharage kwa bei nafuu. Na akirudisha akienda Karemi, na Mtanzania akipeleka mahindi Karemi, na maana huyu wa kwake mtu wa Kongo mwenyewe bei yake itakuwa chini, kwa sababu gharama za uendeshaji utakuwa mdogo, hawezi kushindana na wa kwetu. Maana wa kwetu lazima apate mahali pa kukaa, lazima apate mahali pa kula chakula. Kwa hiyo ushindani, tutashindwa kushindana na hawa ambao wanakuja kuchukua moja kwa moja hizi products kutoka kwetu. Kwa hiyo lazima tukae tuwe na mpango mkakati mzuri wa kuona namna gani tutajenga magara yetu mahala pamoja. Wenzetu wafanyabiashara kutoka kama ni Burundi, kama ni kutoka Kongo, wanakuja wanachukua chakula, wanachukua products zetu kutoka hapa Kigoma na kwenda kupeleka kule kwao. Na kufanya hivyo kutatupunguzia mambo mengine kama hiyo changamoto ya usalama na vitu vingine. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, na kama kuna maswali, naona ni muda mrefu nimwamisi, basi tuzungumze. Karibuni sana. Asante sana. Kama alivyosema Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu uko salama mpaka sasa hivi. Hatujapata mgonjwa aliyethibitishwa kuwa na virusi vya Ebola hapa mkoani. Na kama mkoa tumejipanga katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaweza kuendelea kuwahudumia wananchi, lakini wananchi wanakuwa salama. Mipakani tumehakikisha kwamba uchunguzi wa watu wanaopita kwa ajili ya kuja nchini kwetu au kutoka nje ya nchi wanafanywa uchunguzi kuhakikisha mtu mwenye ugonjwa hawezi kupenya kirahisi katika mkoa wetu. Lakini pia tumeandaa utayari wa matibabu katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Tuna vituo 9 vikubwa kwa ajili ya kutibu wagonjwa katika mkoa huu kama watakuwepo. Lakini hivyo ni vituo vikubwa tu. Tuna vituo, kila kituo cha kutolea huduma za afya katika mkoa kimewezeshwa kuweza kufanya ugunduzi wa awali na kuhifadhi mgonjwa kwa muda kabla hajapelekwa kwenye kituo kikubwa. Kwa hiyo utayari huo upo vizuri. Lakini pia watumishi wetu tumewajengea uwezo mkubwa, tumewapa vifaa tiba kwa ajili ya kujikinga wao, lakini na kuwakinga wagonjwa na wateja wengine wanakuwepo katika maeneo ya huduma. Lakini miundombinu mingine katika vituo vya kutolea huduma imeboreshwa.
Vile vile dawa na vifaa tiba, tunashukuru sana Wizara ya Afya na wadau wengine, tumeweza kupata vifaa vingi kwa ajili ya kuwa tayari. Kwa mkoa wetu uko tayari kukabiliana na changamoto hii kama itatokea. Na kingine ni kwamba sasa tupo tayari kuwahudumia wananchi, lakini tuwaombe wananchi waendelee kuchukua hatua za kujikinga, wajikinge wasije wakapata uambukizo huu. Lakini pia wakiona mtu yeyote watoe taarifa. Mtu yeyote ambaye ana dalili au anamshuku kuwa ana ugonjwa unaofanana na dalili za Ebola watoe taarifa kwa mamlaka, ikiwemo vituo vya kutolea huduma za afya, mamlaka za vijiji, lakini pia wanaweza kupiga namba 199 ambayo ni bila malipo, na taarifa zao zitachukuliwa na hatua zitachukuliwa kwa ajili ya kulinda wananchi wa mkoa wa Kigoma wasije wakapata madhara. Asanteni. Mimi naitwa Damas Kaira, mimi ni mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma.